Idara ya usalama gatuzi la Isiolo imefanikiwa kurejesha ngamia 650 kati ya zaidi ya 660 waliokuwa wameibwa Buratwan. Haya ameweka wazi DCC wa Isiolo ya Kati Christopher Siele. Zaidi ya 660 ziliibiwa, na kutokana na hiyo makabiliano ya watu wa Astu, polisi wetu hapa Bulamawe waliokana wakawaandama na ngamia ama mifugo 650 zikaweza kurudishwa. Katika hiyo makabiliano ya risasi pia kuna mifugo ambaye zilikufa. Kuna punda moja ilipigwa risasi na ngamia 3 ambazo zilipigwa risasi na zikauawa. So kwa sasa zile mifugo ambazo zijapatikana ni 10, na maafisa wetu wanaendelea kufuata ile footmarks, na kwa sasa zimeingia sehemu za Tasia. Tasia ni katika sehemu ya sub-county jirani ya Laikipia North, na tunashirikiana na wale wenzetu kuhakikisha kwamba hizo mifugo zimeweza kupatikana. Kwenye mkao na waandishi wa habari, DCC Siele amehimiza jamii kutolipiza kisasi, kwani idara ya usalama inaendeleza uchunguzi wake huku wakisubiri kupewa mwelekeo wa kuendesha operesheni. Napenda kusihi wale ambao wanatenda kulipiza kisasi kuambia kwamba ni heri tuachie serikali ishughulikie mambo ya ukosefu wa usalama, kwa sababu mambo ya revenge ama kulipiza kisasi inaweza zalisha hata ukosefu wa usalama kupita vile hali iko wakati huu. Mara mingi hizi visa vya wizi wa mifugo, mara kwa mara utaona either tumerudisha kiasi, na hata kama zile zinapotea tuna waandama wale ambao wamehusika mpaka tunahakikisha kwamba zimerudishwa mifugo kupitia mazungumzo, dialogue, na kuandama wale zile jamii ambazo wamejihusisha. So mambo ya revenge haitatusaidia, itachangia tu ukosefu zaidi wa usalama kupita vile iko kwa wakati huu. So kwa wakati huu tumechukua hatua nyingi, na bado tunaendelea. Kuna ile ahadi na jamii ambazo pia mahali kuna upungufu wa KPR, tuko katika harakati za kuhakikisha kwamba tumeongeza mahali kuna mwanya. Hata hizo sehemu, kuna hiyo sehemu tumeenda, ni ile tu tunangojea kama hiyo tunaendelea ku identify wale tutawaengage kama KPR, ndio tuhakikishe kwamba kwanza kwa hiyo sehemu ambao ni kama kifukio ya kuingia katika ile mto ya Ngarendare, tunataka kwa hiyo belt tuhakikishe kwamba tuko na KPR ambao watatusaidia kurudisha zile mifugo ambazo zimeibiwa, kwa sababu mara nyingi utapata kama askari hawako karibu, then itakuwa ni vigumu kwa ndio waweze kufa kwa wanafanya kazi na askari wetu, kama ile fighting units kama Astu, kama GSU, ile habari kikamilifu ndio tuweze kuandama wale ambao wanashukiwa kuwa na bunduki. Mara nyingi huwa tufanye tisani mpaka tukuwe na kitu kama operation, na operation lazima iwe imehalalishwa kutoka ngazi za juu. So sisi kama security team pia, wakati waziri alikuwa hapa, kuna mazungumzo ambayo yalifanyika na tunangojea kama tutapewa direction hatua itakayofuata. Aidha, hamobo wananchi kushirikiana na idara ya usalama. Naomba tu tushirikiane na
jamii ndio tuweze kuhakikisha usalama katika eneo letu, haswa wakati tunakuanga na ile grazing patterns. Wakati mifugo ziko sehemu fulani, lazima tuchukue tahadhari kuhakikisha kwamba tumepanga mikakati za kiusalama ndio tuhakikishe kwamba wale wajambazi hawezi fanikiwa katika kunyakua hizo mifugo, kwa sababu tuko na hii hali ambapo kuna jamii zingine ambazo kazi yao ni kujaribu kupokonya mali ambazo sio yao, kupokonya jamii zingine. So tunajua Isiolo ni cosmopolitan, ni county ambayo inaishi watu jamii mbalimbali, na ni sharti tushirikiane tuhakikishe kila mtu ameishi kwa usalama. Na tunaendelea kuchukua hatua tofauti kuhakikisha kwamba hata zile jamii ambao wanashukiwa kuwa wanafanya hizo mahalifu, tunafanya kazi na wazee wao ili kupata majina ya wale ambao wanashukiwa kwamba wanashiriki katika kufanya hiyo ujambazi. Na changamoto kubwa ni kupata ile ushahidi ya kutosha ili waweze kupelekwa mahakamani, kwa sababu mara mingi hakuna mwananchi ambaye anatokezea kutoa ushahidi, hata kurecord statement peke yake. Hata hivyo, amewataka viongozi wa kisiasa kuwekeza katika miundo msingi kama vile shule ili kutoa jamii katika mila potovu. Ni ukweli ni kwamba baadhi ya hizi sehemu ambazo zinashukiwa kwamba hawa watu ambao wanafanya mambo ya ujambazi ama uwizi wa mifugo, inaonekana kwamba ni kama ni sehemu ambazo zilikuwa zimetelekezwa, kwa sababu ukiangalia mashule kidogo ni chache, na utapata kama masomo haijazingatiwa, then watu wana graduate, watoto wana grow, then baadaye wana graduate into morans, na kazi ya morans ni kwenda tu kufanya uwizi. So tungependa kushirikiana na viongozi kuhakikisha kwamba tumepeleka watoto shule, tumejenga miundombinu kama mashule, nursery schools. Kuna mahali nilienda ambaye inaitwa kama area Tenge Market, napata watoto wengi pale hawana nursery school, inahitajika mashule kama Leparwa enda mpaka Kipseni, area kama hizo sehemu zote mpaka Utonyiro huko. Ni sehemu ambazo mashule sio mingi vile, na pia kutokana na vile jamii zingine huwa wanaishi bado hawajazingatia kuhakikisha watoto wanaelimishwa. So ni muhimu sana wakati tuhimize kwamba viongozi tushirikiane pamoja kuhakikisha kwamba tumerudisha watu wetu waende shule, lakini itakuwa vigumu sana kuhimiza watoto waende shule na ilhali hizo mashule yenyewe haziko. So hiyo ni changamoto ambayo tumeshuhudia, na ni muhimu tuwajengee mashule ndio tuweze kuwalazimisha. Pia nikiripotia Kamachu TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamachu.